Bwana, tarehe 21 ya mwezi wa tano mwaka 2025 lilifanyika tukio moja pale Korea ya Kaskazini. Lilikuwa ni tukio la uzinduzi wa meli ya kivita ambayo ilikuwa inazinduliwa na rais wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un. Sasa kwa bahati mbaya sana, wakati zoezi hilo linaendelea, ikatokea ajali ambapo kiongozi Kim Jong-un alikuwa akihudhuria hafla hiyo, huku akisema kitendo hicho ni kitendo cha uhalifu ambacho hakiwezi kuvumiliwa. Na vyombo vya habari vya serikali kutoka kule Korea Kaskazini vimeripoti kwamba mharibifu huyo alikuwa amelala kando ya maji. Kwa hiyo hii ni kauli ambayo kiongozi huyo wa Korea Kaskazini amezungumza, akasema kitendo hicho hakitavumiliwa. Na ajali hii kubwa imetokea katika hii hafla ya uzinduzi wa meli mpya ya kivita Korea Kaskazini, na kwa bahati mbaya sana kiongozi wa Korea Kaskazini amesema jaribio hilo ni kitendo cha uhaini. Kwenye hafla ya kuzindua kifaa kipya cha kuangamiza tani 5,000 katika mji wa bandari wa Cheongjin Mashariki siku ya Jumatano, ajali mbaya ilitokea. Sasa rais amelaumu ujuzi na uzembe wa utendaji wakati wa uzinduzi huo ambao ulikuwa unaangaliwa na Bwana Kim Jong-un, na amesema yule aliyekuwa yupo sehemu za chini za meli ya kivita ambazo zilikuwa bado zimepondwa, zilikuwa bado hazijarekebishwa vizuri, basi atawajibika na atachukuliwa hatua. Amesema ajali hiyo ni moja kati ya ajali ambayo haitakiwi kuvumilia hata kidogo, kwa sababu imeharibu kabisa mpango mzima. Kim alitazama tukio zima akatangaza kuwa kitendo cha uhalifu ambacho kimesababishwa na uzembe kabisa, akisema ni tukio ambalo haliwezi kuvumiliwa hata kidogo. Amesema makosa ya kutowajibika ya viongozi waliohusika yatashughulikiwa katika kikao cha kamati kuu ya chama ambacho kitaitishwa mwezi ujao. Pyongyang imezindua meli nyingine ya kiwango cha tani 5,000 ambayo inafahamika kama Choihyun mwezi uliopita. Wakati huo vyombo vya habari vya serikali vilituma picha za Kim akihudhuria sherehe pamoja na bintiye Ju Yae ambaye alichukuliwa na wataalamu wengi kama mrithi wa nafasi ya urais. Korea Kaskazini inadai kwamba meli hiyo ilikuwa na silaha zenye nguvu zaidi na kwamba itaingia kazini mapema mwaka ujao. An Chal-il, mtafiti aliyegeuka kuwa mtafiti ambaye anaendesha taasisi ya dunia ya mafunzo ya Korea Kaskazini, amesema meli hiyo mpya ya kivita pia inaweza kuwa imeundwa kwa usaidizi wa Urusi. Cheongjin, jiji la Korea Kaskazini ambako sherehe ya uzinduzi ilifanyika, ipo karibu na bandari ya Vladivostok ya kule Urusi. Pia kuna uwezekano kwamba ratiba ya makadirio ya meli, ikiwa ni pamoja na wakati wa kukusanyika kukamilika kwa meli, itazinduliwa na upande wa Urusi pia, kwa maana ya wakati wa uingizaji sasa wa hiyo meli ianze kufanya hizo mission, basi Urusi watashiriki. Inaonekana kizimba kilijengwa haraka na masuala mengi yanaweza kutokea wakati wa mchakato wa ujenzi wa meli. Kwa tangazo la leo, Pyongyang imeonekana kuashiria sio tu kwa watu wake lakini pia upande wa Urusi. Kwa hiyo story kubwa sana ni hiyo, kwamba meli ya kivita wakati ilipokuwa ikishushwa, kule chini ya meli kulikuwa kuna eneo lilikuwa bado halijasawazishwa. Kwa hiyo wakati wa uzinduzi ikatokea hiyo hitilafu ambayo ilipelekea kutokea kwa ajali. Sasa rais wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un amesema tukio hilo si la kufumbiwa macho, na wale wote ambao wamehusika kwa namna moja ama nyingine watawajibishwa moja kwa moja, pasipo kuangalia ni nani ambaye alifanya uzembe na uzembe huo ulitokea katika kitengo gani. Kwa nini? Wote watawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Ifahamike kwamba Pyongyang imekuwa ikizungumza kwamba wamekuwa wakitengeneza ndege zisizokuwa na rubani za nyuklia chini ya maji ambazo zinaweza kuibua tsunami ya mionzi, lakini bado kumekuwa na mkanganyiko kidogo juu ya uwezekano wa utengenezaji wa drone hizo ambazo ni drone ambazo zimebeba vilipuzi vya nyuklia. Mshirika mkuu wa usalama wa Washington, Seoul, katika miaka ya hivi karibuni aliimarisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi na kuongeza uwepo wa meli za kimkakati za Marekani kama vile zile meli za kubeba ndege pamoja na manuari ambazo zinatumia nyuklia katika eneo hilo ili kuizuia Korea ya Kaskazini. Pyongyang yenyewe imekuwa ikijitangaza mara kwa mara kwamba hii ni nchi ambayo haiwezi hata kidogo kushambuliwa kwa silaha za nyuklia, na mara kwa mara imekuwa ikishutumu mazoezi ya pamoja
ya Marekani pamoja na Korea Kaskazini kama mazoezi ya uvamizi. Sasa hii ni moja kati ya tukio ambalo kwa sasa linagonga headline sana. Yani moja kati ya viongozi ambaye nadhani hata kuguswa na mchanga huwa anachukia ni pamoja na huyu kiongozi wa Korea Kaskazini bwana Kim Jong Un. By the way, tunafahamu ni kwamba linaweza likawa ni tukio la kawaida tu kwamba accident inatokea katika eneo fulani, lakini namna ya uwajibishaji wa watu ambao wamesababisha kutokea kwa accident hiyo linaweza likawa ni la tofauti kidogo. Sasa hiki ndicho ambacho umekiona kimetokea huko kwa Korea Kaskazini. Na unajua Korea Kaskazini ni moja kati ya nchi ambayo ina sheria kali sana, ina utawala mgumu sana, ni utawala wa kiimla, na kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanywa ambayo yanaweza kuonekana wewe ni muhaini au ni adui wa taifa. Na baadhi ya mambo hayo ambayo unaweza ukayafanywa, kwanza ni yamepigwa marufuku kabisa, na hata kwa bahati mbaya ukifanya unaweza ukafukuzwa nchi, unaweza ukakamatwa, ukafungwa, ukapelekwa kwenye kambi ya kazi au hata kuuawa. Na moja kati ya makosa ambayo unaweza ukayafanya pale Korea Kaskazini yakakupelekea kwenye hizo kashkash ni kukosoa serikali au kiongozi. Yani huwezi kusema lolote dhidi ya Kim Jong Un na familia yake pamoja na serikali. Yani hata mzaha kidogo tu unaweza ukachukuliwa kama wewe ni muhaini, kwa hiyo unaweza ukauawa. Na kuna kesi ambapo watu wamefungwa au kuuawa kwa sababu tu ya kuangusha picha ya rais wa Korea ya Kaskazini kwa bahati mbaya. Kwa hiyo unaweza ukaona hilo tukio la meli ya kivita si tukio dogo. Kama mtu aliwahi kufungwa au wengine wamewahi kuuawa kwa sababu tu ya kuangusha picha ya rais kwa bahati mbaya, unaweza kuona ilivyo. Lakini pia kuangalia au kusambaza habari za nje. Yani Korea Kaskazini kuangalia filamu, tamthilia au kusikiliza muziki kutoka Korea Kusini au kutoka Marekani au mataifa mengine ya magharibi ni kosa kubwa sana. Ukikamatwa unaweza ukauawa. Lakini watu pia wamehukumiwa vifungo na wengine wamehukumiwa vifo kwa sababu tu ya kuangalia movie au tamthilia zinazotoka maeneo mbalimbali au hata kumiliki zile USB au DVD zile ambazo zinatoka mataifa mengine. Lakini pia Korea Kaskazini ukigundulika umetaka kukimbia nchi, unataka kutoroka au unataka kwenda China au unataka kwenda Korea Kusini, utaonekana ni msaliti. Hata familia ya mtu ambaye ametoroka huadhibiwa. Hii ni sera ambayo ni moja kati ya sera inafahamika kwa jina la 3 generations punishment, kwa maana ya hukumu ya vizazi vitatu. Lakini Korea Kaskazini kuwa na dini ni moja kati ya kosa kali sana. Kueneza imani ya Kikristo au kuwa na Biblia ni kosa kubwa. Wakristo hukamatwa na kupelekwa kwenye kambi za mateso. Serikali huwa inatoa taswira ya Kim Jong Un kama mungu wa kisiasa, na chochote kinachopingana na hilo huwa inaonekana kama tishio. Lakini pia Korea Kaskazini huone sheria zilivyokuwa kali. Kukataa kushiriki maandamano ya kitaifa au kazi za chama. Wananchi wote hulazimika kushiriki shughuli za kitaifa kama kusifu viongozi, kufanya kazi za kujitolea au mikutano ya kisiasa. Kutoonekana au kuonyesha kutojali ni sawa na kusaliti taifa. Lakini pia kwa Korea ya Kaskazini, kosa jingine ambalo linaweza likakufanya ukahukumiwa vibaya mno ni kuvaa, kusema au kuishi kwa mtindo wa kigeni. Yani kuvaa kama watu wa magharibi, hasa mtindo wa nywele au nguo ni kosa kubwa sana. Mavazi kule Korea Kaskazini yana mipaka ambayo inadhibitiwa na serikali. Kwa mfano, suruali za jinsi ni marufuku kwa sababu unaonekana kama ishara ya ubepari kwa wa Kimarekani. Lakini pia kutoomboleza kiongozi kwa hali ambayo inastahili. Wakati wa kumbukumbu ya kifo mfano ya yule kiongozi Kim Il-sung na Kim Jong-il, ni lazima kuonesha huzuni ya kweli. Ukionekana hujalia au hujaathirika, unaweza ukaadhibiwa. Na pia kumekuwa kuna adhabu zake ambazo ni kali sana. Wengi wamekuwa wakipelekwa kwenye kambi za kazi nafahamika kama gulags, na watu hulazimishwa kufanya kazi ngumu hadi kufa. Lakini adhabu nyingine ni adhabu ya kifo. Adhabu hii inaweza ikatekelezwa hadharani au unaweza ukapigwa tu shaba au kanyongwa. Lakini pia adhabu nyingine kule Korea Kaskazini, adhabu ya familia nzima, ambayo nafikiri nimewaambia hata watoto au wazazi wa mtu mmoja wanaweza kuadhibiwa kwa kosa la ndugu yao. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo kosa ambalo limefanyika la kupata hiyo ajali wakati wa uzinduzi wa hiyo meli ya kivita kwa kule Korea Kaskazini ni kosa kubwa sana. Yani ni kosa ambalo kibongobongo au kwenye nchi nyingine hizi inaweza ikaonekana kwamba labda ni ajali ya kawaida, lakini kwa Korea ya Kaskazini huo ni mziki mwingine. Hautakiwi kabisa hata kuufikiria au kuwaza katika maisha yako. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.